barua yake kwa kusema hayo, manake kipawa cha uzima wa milele ama kipawa cha uwana kinafanywa kupatikana ndani ya Kristo katika ufufuo wake. Yohana anahitimisha barua hii, anahitimisha barua yake kwa kusema maneno haya kwamba kipawa cha uzima wa milele ama kipawa cha uwana, kuitwa mwana, kipawa cha uwana kinafanywa kupatikana ndani ya Kristo katika ufufuo wake, katika ufufuo wake. So katika ufufuo wake kunapatikana kipawa cha uzima. Kwa maneno mengine, uzima wa milele ni kutolewa kwa Roho Mtakatifu ama Roho Mtakatifu. Kwa maneno mengine, uzima wa milele ni kutolewa kwa Roho Mtakatifu katika ufufuo wa Yesu Kristo. Uzima wa milele ni kutolewa kwa Roho Mtakatifu katika ufufuo wa Yesu Kristo. So mtu akikuuliza, je, wewe una uzima wa milele? Mwambie ndio. Akakuuliza unajuaje? Mwambie ni kwa sababu nimekaliwa na Roho Mtakatifu, ama useme Roho wa Kristo, ama useme Roho wa Mungu. Haleluya. So kutolewa kwa Roho katika ufufuo wa Yesu Kristo maana kumetupa uzima. Katika wafu na kupaa kwake mkono wa kuume wa Baba tumekaliwa na tuna uzima wa milele ndani yetu. So hili si swala la kutauti. Wewe unajisikiaje? Si swala la kujisikia. Hata kama unajisikia kama wokovu umepungukiwa, habari za roho ziko tu, umekaliwa na Roho. Hata kama ujisikii kuja kanisani, elewa tu kwamba mimi nimekaliwa na Roho, nina uzima wa milele. Haleluya. Lakini usikae na uzima wa milele nyumbani. Uleta uzima wa milele kanisani. Amen. So huwezi kuwa na uzima wa milele kama Yesu achaenda kwa Baba. Huwezi kuwa na uzima wa milele kama Yesu achaenda kwa Baba. Maana alisema usinishike maana sijapaa kwenda kwa Baba. So inaonyesha kwamba hauwezi kuwa na uzima wa milele kama Yesu achapaa kwenda kwa Baba. Huwezi kuwa na uzima ama huwezi kuwa na uzima wa milele kama Yesu achaenda kwa Baba ama ajapaa kwenda kwa Baba. Kupaa ama kwenda kwa Baba. So kama Roho hakutolewa, manake hakuwezi kuwa na uzima wa milele. Kama Roho hakutolewa manake hakuwezi kuwa na uzima wa milele. So kutolewa kwa Roho ni katika ufufuo wake na kupaa kwake. Kutolewa kwa Roho manake katika ufufuo wake na kupaa kwake mkono wa kuume wa Baba. So ufufuo wa Roho unaitwa kama Roho. Ufufuo wa Roho, yani ufufuo unaitwa Roho, ndio unaitwa Roho. Ufufuo wa Roho unaitwa Roho. Haleluya. Haleluya. Ufufuo unaitwa Roho. Haleluya. Maana katika ufufuo wake Roho amepatikana. Roho amepatikana. So So huyu Roho ambaye aliongelewa katika Agano la Kale kutokea Mwanzo mpaka Malaki, manake Roho huyu alikuja kupatikana katika ufufuo wake Yesu Kristo. Haleluya. Ahadi ambazo zimenenwa katika vitabu vya Agano la Kale zimetimizwa. Ahadi za kukaliwa kwa Roho zilikuja kutimizwa katika ufufuo wa Yesu Kristo. So katika ufufuo wa Yesu Kristo ndio mtu anafanywa makao yake. Haleluya. Mtu anakuwa makao ya Mungu wakati ameamini katika ufufuo wa Yesu Kristo. So kama hakuna ufufuo wa Yesu Kristo manake hakuna makao. Mtu si makao ya Mungu. Mtu si makao ya Mungu, lakini katika ufufuo wa Yesu Kristo mtu anafanyika makao ya Mungu. John chapter 7:30, John 7:38 na 39. John 7:38-39. Yohana 7 mstari wa 37. 38-39. 38. Aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji iliyo hai itatoka. So maandiko matakatifu Mwanzo mpaka Malaki imenena mambo ya mito. So wakati unaona mito, niliwaambia wakati tunaendelea na kitabu cha kuja kwake Bwana,
somo hilo tutakuja kuongelea mito ambayo inatoka kwenye Edeni. Hiyo mito watu wanafikiria ni mito tu. Mito hiyo ina maana kubwa. Tutakuja kuangalia mambo ya mito. Mito na neno hilo lilisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. So Yesu anaposema aniaminie atapata uzima wa milele, maanake si wakati ule, ilikuwa anaongea kama ahadi. Roho anaongelewa kama ahadi ambayo ilikuwa itatimizwa katika ufufuo wake. Haleluya. Katika ufufuo wake. So watakaompokea watakaomwamini maanake watapokea Roho, na alikuwa anaongelea ni katika ufufuo wake. So Yesu alihubiri kama ahadi. Habari za Roho Yesu alihubiri kama ahadi, na habari hizo pia zilihubiriwa kutoka maandiko ya manabii ama katika vitabu vya Agano la Kale. Waliongelea Roho kama ahadi. So inatufundisha kwamba wale ambao waliamini kwa habari za Mungu kabla Yesu hajafufuka hawakuwa na uzima wa milele ndani yao. Amen. Glory to God. Hawakuwa na uzima wa milele ndani yao. So atakayemwamini yeye atapata uzima wa milele. Mito ya maji ni kama kusema, anaposema mito ya maji ni kama kusema Kristo atatoa Roho kwa wengi. Anaposema mito ya maji ni kama anamaanisha kwamba Kristo atatoa Roho kwa wengi. Anamaanisha Kristo atatoa Roho kwa wengi. Hebu nisomee tena hapo mahali pa mito. Somea hapo mahali pa mito 30 what? Anasema hivi 38, aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. So ukishaamini Kristo, mito ya maji inatoka ndani ya Kristo. Haleluya. Mito ya maji manake anaongelea Roho. Haleluya. Glory to God. So kwa nini anatumia maji? Anatumia maji anazungumzia kwa kazi ya Roho. Anapotumia neno maji manake anaongelea kwa kazi ya Roho. Anatumia neno maji, mito ya maji kuongelea kazi ya Roho. Anatumia mito ya maji kuongelea kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Maana kazi ya Roho ndani ya mtu anafanya utakazo. Roho Mtakatifu ndani ya mtu anafanya utakazo. Ni kama vile ambavyo maji yanavyoosha. So anatakaza. So maji anaongelea kazi ya Roho, kazi ambayo Roho anafanya, kazi ya Roho ambayo nini? Kazi ambayo Roho anafanya. Roho anafanya kazi gani? Anatakaza. Roho anafanya upya. Ni kazi ya Roho ndani ya mtu kufanya mtu upya. Haleluya. Unakuwa umetakaswa. So aliyekaliwa na Roho ametakaswa, anaitwa mtakatifu. Haleluya. Mtakatifu manake umetengwa. So tofauti yako na yule ambaye hajaamini ni kwa sababu wewe una Roho Mtakatifu wa Mungu na yeye hana Roho Mtakatifu wa Mungu. Wewe una uzima wa milele na yeye hana uzima wa milele. Sasa hapo ndio unaweza ukasema mimi ni mtakatifu wa Mungu aliye hai. Glory to God. Glory to God. Waliamini ahadi ya Mungu kabla hajafufuka, walikuwa watakatifu ama wako watakatifu? Sema walikuwa watakatifu. Walikuwa wana privilege ya kuingia ya kupokea huo uzima. Haleluya. Unajua sasa nikwambie, walikuwa na privilege kwamba walikuwa na privilege kwamba licha kuwa wamekufa wakingojea ahadi. Mtaka niambia wakati ambapo Yesu ameenda kuzimu akifufuka, walihitaji waamini ndio wafufuliwe? Si walikuwa wameshaamini? Yes. Walikuwa wameshaamini. So walikuwa na privilege ya kupokea uzima wakati Kristo atafanya nini? Atafufuka. Manake kwao hakuna kitu itataiwa. Yaani hakuna kitu watahitaji kufanya. Hao Kristo akifufuka anafuka na hao. So uzima ile maana walikuwa wameamini katika ahadi ya Mungu. Sasa Yesu akifufuka, Roho Mtakatifu atakuwa halisi na kwao pia. Haleluya. Glory to God. Wewe uko na privilege. Bwana akupe privilege ya kutembea mahali ambapo watu wengi hawajafika. Haleluya. Bwana akupe privilege ya kukaa katikati ya watu wa nguvu Lakini simaanishi hivi
wakati Biblia inasema atakutoa mafumbini na kukuketisha na wakuu. Usisungumusi hiyo. Ukianza kusema hivyo ati inamaanisha hivyo, unakosea. Kutoa mafumbini na kuketisha na wakuu. Wakuu wa duniani wana kitu gani? Hawana kitu. Kama hawana uzima, umeketi katikati ya wafu waliokufa. Kuketishwa na wakuu ni kuketishwa, tulisema wale viumbe wa kiroho. Haleluya. Unakaa na wakuu. So wewe waje mchezo wako wewe. Mungu amekuonekania kidogo, alafu unaanza kusimama useme kwamba hata maandiko imetimia kwangu. Alisema hata tufanye, huwa anasema inasemaje? Atatoa sio mafumbini, sio na kutufanya nini? Na kutuketisha pamoja na wakuu. Hadi sasa umeinuliwa. We toka hapo. Hao wakuu wanaweza kuua pia. So chatumalize. So maji anazungumzia kuhusu kazi ya Roho Mtakatifu. So wale ambao waliamini katika Agano la Kale walikuwa watakatifu, walitengwa. Ndio sababu nikasema hata walipokuwa pale pa wafu, hawa walikuwa tayari ni waliotengwa. Glory to God. Walikuwa wametengwa. Acha tumalizia kwenye John chapter 14:16 mpaka 17. Sababu ya muda tuna ibada nyingine, sitaki tu kumekuwa hivyo. John 14:16 mpaka 17. Yohana 14:16. Nami nitamuomba Baba. Anasema nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. So nani anaitwa msaidizi? Roho Mtakatifu ndiye anaitwa. Ona haja bwana. Hebu soma vizuri tena. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Hapa ni bibi. Aongelee bibi. Bibi si msaidizi wa mume wake, tafadhali. Maana Yesu akiongea maneno haya, Petro alikuwa ameoa tayari. Unajua Petro atamshangaa sana, na mimi msaidizi atakuja mwingine ama kutakuwaje? Tafadhali, mimi nawasihi kwa huruma na upendo wa Yesu. Mwanamke sio msaidizi wa mume wake. Nyinyi katika Kristo, nyinyi wote ni wana wa Mungu. Na wewe mwanamke hajatoka kwao akuja kusaidia mume wake kazi. Ikange kieleweka hivyo. Alikukuta unafua, unaweza ukafua pia. Anakuja kusaidia nini? Si mnisaidie jameni. Wewe Morgan anakuja kusaidiwa nini? Unajua hiyo ndio inafanya wanawake wanapewa kazi duni na kudhulumiwa, kwa sababu wanaambiwa unajua ni msaidizi, kaa huku, kaa pembeni. Unamfanya kuwa mfanyakazi kwa sababu wanasema ni msaidizi wako. Ni nini alikukuta ujui kufanya? Unataka kusaidie. Hebu niulize, mtu aacha kitanda kwenu, mama yako, baba yako, unakuja kumsaidia mwanaume na ukuja kumsaidia siku moja. Baya tuache hii mchezo kabisa. Mwanamke sio msaidizi wa mwanaume. Kila mmekuja pamoja kwa ajili ya kusudi, mnahitaji kulitambua hilo kusudi na mlifanya. Haleluya. Na kujenga familia bora. Haleluya. Na ndio sababu ukitaka kujua hivyo, baba anaweza pika, mama anaweza pika chakula. Nikukuta umekuja kwangu nikukuta napika chakula alafu uone vibaya wewe. Matu anasema kibali. Narudia, mwanamke sio msaidizi wa mwanaume. Msaidizi ambaye anaongelewa kwa maandiko yote, mwanzo mpaka Ufunuo Yohana, alikuwa anaongelea habari za Roho Mtakatifu. Haleluya. Na msaidizi hapa kulingana na maandiko inaonyesha ni aliye na nguvu kuliko anayesaidiwa. Tuko pamoja? Ukiangalia physically, mwanaume na mwanamke, nani ana nguvu kuliko mwingine? Wacha nitumie akili mzuri. Nipe jiwe, naombe mke wangu jiwe, turushe.
Nani atarusha mbali? Kitu ambacho mimi naweza pepa, mama anaweza shindwa kupepa, si kweli? Sasa maana msaidizi wa Biblia inaonekana ni aliye na nguvu kuliko anayehitaji msaada, si ndio? Waliharibu. Na mwanamke sio upafu wako. Wewe mbavu zako zimekutosha. Enda uhesabu. Enda kwa daktari ya kupime. Ukisoma vizuri kitabu ya Kutoka, wakati Musa anaongelea mambo ya Biblia, alikuwa wanawake alikuwa ametelekezwa sana. Sasa alikuwa anajaribu kuweka mambo sawa. Kumaanisha mwanamke na mwanaume hawa watu wanatoshana, hakuna mwenye akona mambo. Na kama ni habari za upafu, akina Yakobo walikuwa wawe mmoja. Sasa ukichukua upafu mwingine umechukua ya mwingine, so mwingine atakosa. Tuache hii mchezo wa ubiri na waambieni tafadhali. Wacha kuhubiri kwa fucho ukisema kwamba upafu sijui watu msaidizi ni mwanamke, unakosea tu. Rudi tu kwenye drawing board ujifunze Biblia. Wewe unaenda unachukua bafu mbili, uongeze ya 5, uongeze ya 4, uongeze ya 5. Kama pia Solomon urithi wake. Mwingine pia kumbe urithi wake. Mwingine anarithi ya wengine. Unachukua. Wanawake na nyinyi mkatae kuitwa upafu. Na hivyo upafu nakubali tu. Sasa umepata ufahamu, kitu upafu unasema wanani? Wewe na mbavu zako zimetosha. Yes. Niacha na amani. Yes. Hati unalinganisha na mbavu ya mwanaume wewe. Halafu unaambiwa tu kabisa yeye ni msaidizi, nakubaliana. Mwambie mimi si msaidizi jameni. Na mtu ambaye anasaidia kwa akili, kwa Kiswahili chetu na akili zetu na ufahamu wetu wa leo, mtu ambaye amekuja kusaidia na kusaidia kwa wakati huo na aende. Lakini kwa habari za roho haizungumzii habari ya roho kuja na kutoka. Roho anakuja kukaa na kukaa kudumu. Haleluya. Hebu soma tulikuwa tumalizia maandiko pale. Nami nitamwomba Baba na atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Mwanamke anaweza kaa na mwanamke milele. Mmoja atatondoka au akufe, si ndio? Au mnaweza achania kwa barabara pia. So hii si swala la milele hapa. Tafadhali. Huyu msaidizi Biblia inasema huyu akitolewa atakaa nanyi hata milele. Alafu kitu cha kushangaza hapa, hebu sikiza, nataka usikize kwa makini. Nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi. Alisema wasaidizi. Hapa ana trace watu wengi, si ndio? Anaambia watu nitamwomba Baba atawapa nyinyi msaidizi mmoja. Na leo hii hapa kanisani wanaume wenye mko hapa mna wasaidizi mmoja. Wasaidizi wanaweza kuwa kwa hapa wengi. Na Biblia inaongelea msaidizi. So hivyo ndio unaangalia maandiko. So huyu msaidizi akija anakaa nanyi hata milele. Atoki. So once mmeungana na huyu msaidizi, Roho Mtakatifu wa milele anakaa nanyi hata milele. Alafu anasema ndiye roho wa kweli. So huyu msaidizi ni roho wa kweli. So roho wa Mungu, Roho Mtakatifu anaitwa msaidizi. Mwanadamu alihitaji msaada. Msaada gani mwanadamu alihitaji? Wa uzima wa milele. Alikuwa hana maisha. Sasa umepokea maisha leo, unaweza ukaringa. Haleluya. Anasema ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. So unaona roho, habari za roho ambaye ni msaidizi anaongelea kwa habari ya ahadi. Haleluya. Ni ahadi. Ni ahadi ya Mungu.
So roho alitolewa kama ahadi ya Mungu. Leo hii ako fulfilled. Tumemaliza. Amehitimishwa kwetu. Tuna roho ya Mungu ndani yetu. Roho ya Mungu ni halisi. Haleluya. Glory to God. Una msaidizi wa Mungu. Msaada wa Mungu umeupokea. So maandiko yanaendelea kukaa kwetu vizuri. Na tukifikia hapo, nilisoma posti moja inasema ikifikia hapo sasa, wacha mambo ya upafu, si ndio? Wacha mambo ya upafu. Una roho Mungu ndani yako. Sasa hii mambo ya watu kuapishwa kanisani, sema nitakaa na wewe siku zote mpaka kifo kitutenganishe. Alafu unasema kifo akichakuja. So posti moja anasema hata ukitaka kufanya harusi, wacha kujipea pressure. Alika watu 20. Wapikie wakule vizuri. Alafu wengine uende kuwapea excuse. Waambie pole sana nilisahau kualika. Unaacha pressure, acha pressure. Hatunataka kulisha umati wa watu na una kakitu. Unaanza kuwekea watu mizigo wa kuchangia pesa ya harusi. Unaweka committee za harusi. Alafu harusi mmemaliza, mnaenda honeymoon na madeni. Na ikiwezekana huko honeymoon mnaitwa fungata. Sio fungata ama fungata. Huko mnaweza mkakosania kule, mkaachania kule. Basi harusi ya watu tu 10 imetosha. Lakini wakuwalisha tu vizuri, si ndio? Alafu wengine anamwambia Aki, usinichukue vibaya kwamba nilifanya harusi sikukualika. Aki, samahani. Pole kabisa. So umeshamaliza bidina. Uko mbele kama mbele. Tusimame. Maana hapa hakuna cha kuanza kuabishana, si ndio? Sasa umeshapata mwenza, kuabishana kwa nini? Nitakaa na wewe mpaka milele. Kwa shida na raha. Nafikiri mengine ufai kusema, akisema mengine unanyamaza. Alafu anakuambia si useme. Naambia hapana. Cha tuombe. Cha niwaombe tu. Vikundi watakaa kidogo kidogo. Ikifika saa 9 tutakuwa tunaingia darasani kwenye class ya uinjilisti kujifunza maneno ya uzima hapa tena leo. So tunapeana muda mpaka saa, utaangalia saa aidha mpaka saa 8 na kuna kitu ya kufanya hivi. Au kuna kitu aponywa na Kristo. Glory to God. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tuamini kwamba Bwana anatuponya. Bwana anatuponya. Bwana anatuponya. Nataka uamini katika uponyaji wa Mungu. Amini katika uponyaji wa Mungu. Amini katika uponyaji wa Mungu. Jamii yetu wakati mwingine ni dhaifu kabisa. Tunahitaji kabisa msaada wa Mungu. Tunahitaji msaada wa Mungu. Amini katika uponyaji. Amini katika uponyaji. Baba, asante. Asante kwa ajili ya hii neema. Asante kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa mambo makubwa ambayo unafanya katikati yetu. Tunakushukuru na hata kukutukuza tena leo. Asante kwa ajili ya kila mmoja wetu. Baba, ninakuita ukaweze kuonekana. Ninakuita ukaweze kutukuka. Tembelea mili yetu Bwana iliyo katika hali ya udhaifu. Naamuru kwamba magonjwa ikaanza kukauka na kuondoka katika jina la Yesu.
kila maumivu ikajie mili hizi katika jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I command kila aina ya maumivu katika mwili wako, kila complication katika mwili wako, I command in the name of Jesus. Toka in the name of Jesus. Udhaifu katika mwili, toweka sasa. In the name of Jesus, I command you. In the name of Jesus. Ninaomba na kupokea uponyaji. Na naachilia uponyaji katika miili yetu. Naachilia uponyaji katika miili yetu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Neema yako Bwana katusaidie. Rehema zako zikawe juu yetu katika jina la Yesu. Baba, naomba na kupokea kwamba mahitaji yetu yanafikiwa. Kila mmoja aliyoko hapa mahitaji yake yakafikiwe katika jina la Yesu Kristo. Bwana, achilia baraka yako katika mikono yetu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Wiki linapoanza, Baba, ninaamrisha mambo mema yakaja kwetu. Mambo mema yakuja katika maisha yetu. Kila mmoja aliyoko hapa, mambo mema yakawe ni sehemu yake. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Wakati wengine wanalia, wewe hautalia katika jina la Yesu. Anza kupokea katika jina la Yesu. Pokea msaada wa Mungu kwa ajili ya kazi yako, juu ya kazi yako, juu ya biashara yako. Pokea msaada wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Kuwe na nuru katika kazi yako. Kuwe na nuru katika kazi yako. Kazi ya mikono yako. Kuwe na afya. Kuwe na nuru katika jina la Yesu. Anza kupokea mambo mema. Anza kupokea mambo mema. Milango ambayo ilitakana kufunguka katika maisha yako na itafunguka. Ninaamrisha katika jina la Yesu ikafunguke. Ikafunguke. Ikafunguke katika jina la Yesu. Hiyo milango ikafunguke. Milango ikafunguke katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Milango ambayo imepepa opportunities ikafunguke katika maisha yako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nafunga milango ya magonjwa, milango ya mapungufu, milango ya mauti. Nafunga katika jina la Yesu. Naachilia mema. Naachilia mema ya Bwana katika maisha yetu, juu ya huduma, juu ya watoto wetu katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu aliye hai. Baba, asante maana mkono wako sio mfupi. Mkono wako uko juu yetu na unatenda mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo. Mambo yanayoonekana kuwa mbali nasi, Baba, ninaamrisha yakaje kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Unatuconnect na watesi connectors katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila chochote kinaweza kutaivat wala ambao umekusudia wakawe kwenye maisha yetu kwa ajili ya kufanikiwa, kwa ajili ya kuinuka, Baba, ninaharibu katika jina la Yesu. Chochote kinachotaivat in the name of Jesus. Oh my God, baraka yako juu ya huduma ikatufanikishe katika jina la Yesu Kristo. Ukatutetee na ukatupikanie. Ninawabariki hao watoto. Kazi mbovu za ibilisi hasina mashiko katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Na waombea ulinzi, na waombea neema, na waombea nguvu za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa ajili ya Junior. Oh my God, onekana kwa ajili ya hiyo safari. Ukatukuke na hata kuweza kuonekana. Ukambariki anapokuwa shuleni. Walinde Bwana kule shuleni. Mikono za adui, kazi mbovu za shetani, nimesipomoa na kusambaratisha katika jina la Yesu. Baba, asante maana unawahifadhi. In the name of Jesus. Pokea sifa, pokea heshima na utukufu, maana Baba umetenda. Katika jina la Yesu tunaomba na kupokea. Tuseme amen. Amen. Umebarikiwa sana.